kuanza kwa kumkaribisha Mungu, tuweze kuanza katika uwepo wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninasema asante Mungu kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mtakatifu, Bwana. Nasi tazama, muda huu tupo katika shule ya Jumapili. Mungu wa mbinguni, ukatufundishe. Tupo tayari kusikia, tupo tayari kufunzwa, Bwana. Ukatufundishe kwa sababu ni Mungu tufundishaye tupate faida, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maneno haya Bwana yakakae mioyoni mwetu, maana mioyo yetu ipo kwa ajili ya kulitunza neno lako Bwana, na neno lako likakae kwa wingi mioyoni mwetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba na kushukuru, amen. Bwana apewe sifa. Amen. Leo tunaendelea na kile tulichokiacha wiki iliyopita. Wiki iliyopita tulijifunza somo inaitwa unamuona nani katika maandiko. Unamuona nani katika maandiko? Na tuliangalia kwamba maandiko ambayo yameandikwa, ambapo tukajifunza kwamba maandiko ni kwa ajili ya kumwelezea Yesu Kristo, kwa ajili ya kumfunua Yesu Kristo ili tuweze kumuona kwa ukamilifu wake. Kwa sababu kama tukisoma, Yesu mwenyewe alisema ya kwamba maandiko yote yananishuhudia mimi, na akasema ya kwamba kuanzia manabii, akaanza kuanzia Musa mpaka manabii wote, na kuanzia Zaburi yote, akasema yananishuhudia mimi. Lengo ni kunishuhudia mimi. Kwa hiyo tunaona kumbe maandiko yanamshuhudia Yesu. Sasa na tunataka kujifunza, tunajifunza kwa kumtazama Yesu. Sasa haina maana kwamba hatuwezi kujifunza kwa wengine, haina maana kwamba hatuwezi kujifunza kwa manabii, hatuwezi kujifunza chochote kwa mashujaa wa imani. Hapana. Wako na misimamo, walijengwa na imani, ambapo tukiwatazama tunajifunza. Tukiwatazama kwa Daniel, tunaona imani ya Daniel. Tunaona na kwamba Daniel alikuwa ni mtu wa maombi. Unajifunza. Kitazama kwa manabii wote walikuwa ni watu wa imani. Unajifunza imani. Unajifunza msimamo katika Mungu ukiwatazama Shadraka, Meshaki na Abednego. Lakini hao ni wahudumu. Tukiwatazama watumishi wa Mungu katika maandiko, hao ni wahudumu, ni watumishi wa Mungu ambao kutokea kwao si kwamba maandiko yalikuwa yanataka kuwaelezea wao. Hapana, kutokea kwao ni kutumika, kuhudumu kwa ajili ya kuiandaa njia ili Kristo Yesu aje. Na katika maandiko wakamtaja, wakamtanguliza Yesu, wakamfunua Yesu, kama tulivyosoma katika Warumi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3, ya kwamba Mtume Paulo anaelezea kwamba Mungu aliwaleta manabii ili kutangaza habari za mwanaye. Kwa hiyo uwepo wa manabii katika maandiko, lengo ni kutangaza habari za mwanaye. Kwa hiyo Mungu aliwatanguliza hawa wahudumu, watumishi, ili kuanza kumwelezea Yesu, ili kuanza kumtangaza Yesu.
na ukiangalia ilikuwa ni miaka mingi kabla Yesu hajaja, miaka zaidi ya 1000. Lakini watumishi wa Mungu wanamfunua Yesu atakuja miaka 600 mbele. Lakini leo nabii Isaya wakati anatoa unabii kuhusu Yesu, mpaka Yesu kuja kuzaliwa ilipita miaka 600. Kwa hiyo miaka 600 nyuma Isaya anamtangaza Yesu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba watumishi wa Mungu wamebeba tabia na sifa za kimungu, na kama wamebeba tabia na sifa za kimungu, ni ubao wa kufundisha. Lakini Yesu Kristo mwenyewe anasemaje? Tukisoma kwenye Mathayo 11 mstari wa 29. Mathayo 11, kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 29. Mathayo 11 mstari wa 29. Biblia inasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yesu Kristo anatuambia tujitie nira yake na tujifunze kwake. Tujifunze kwake yeye Kristo aliye mkamilifu, tujifunze kwake. Na si kwamba mashujaa wa imani hawatufundishi, hatuwezi kujifunza kwao. Hapana, tunaweza kujifunza, lakini wote wana mapungufu, na Biblia haijaficha udhaifu wao, haijaficha mapungufu yao, imeeleza mema yao kwa wingi, na pia ikaeleza na mapungufu yao na madhaifu yao na makosa yao. Nakumbuka miaka kama 10 iliyopita nilikuwa napita kwenye ile kanisa la RC pale Roman Catholic, nikakutana na padri ambaye nilikuwa namjua ni padri pale. Nje ya ile kanisa kuna grocery wanauza pombe. Sasa nikamkuta yule amekaa na baadhi ya waumini anakunywa pombe. Sasa nikajiuliza, huyu si ni padri? Nilikuja kuuliza tena kwa Katoliki, inakuwaje kiongozi wenu mkubwa namna hii anakunywa pombe? Kwa hiyo ilikuwa ni mjadala kidogo, lakini kitu alichokisema, wakasema wewe angalia tu mazuri yake, lile baya lake liache. Angalia tu kile anachokufundisha, anapoongea na wewe anakufundisha uweze kumfuata Mungu. Wewe angalia tu mazuri, kosa lake achana nalo. Kwa hiyo jifunze tu mambo mazuri kwake, lakini lile baya unaliacha. Kwa hiyo lile baya unaliruka, tembea tu na yale mazuri. Nimekumbuka haya nilipokuwa na tafakari haya, mzee aliuliza swali wiki iliyopita kwamba je, tujifunze kwa Yesu tu, tusijifunze kwa wengine? Tunaweza kujifunza kwa wengine, lakini msingi mkuu ni Yesu.
huyo ukijifunza kwa ukamilifu wake, hana mapungufu yoyote, hana mapungufu yoyote. Huyo ndio kiini cha kumtazama. Watumishi wengi katika Biblia, kianza kwa Nuhu, pamoja na kwamba alipata kibali, akapata neema kwa Mungu, lakini Biblia haijaficha udhaifu wake. Alikunywa pombe, akalewa, akawa uchi, mpaka ikawa aibu mpaka kwa watoto wake. Ukamtazama tena mtumishi wa Mungu Daudi, pamoja na kwamba na kumpendeza moyo wa Mungu, unajifunza habari ya ujasiri kuhusu Daudi, lakini tunaona Biblia haijaficha, ikaeleza mpaka dhambi ya Daudi kwa mke wa Uria, Bathsheba. Tukaona na habari za Samson, nadhiri wa Mungu, jinsi alivyotembea na Mungu, jinsi alivyokuwa mwamuzi na kuliokoa taifa la Israeli. Lakini Biblia haijaficha. Tusoma Biblia inasema Samson akaenda katika nyumba ya makahaba, kaenda kufanya uasherati. Unajifunza hapo. Kwa hiyo unaona, pamoja na kwamba ukiwatazama unajifunza kwao, lakini pia na mapungufu yao yamewekwa hadharani, yamewekwa wazi. Kwa hiyo utaruka, utamtazama mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu Biblia imemtaja kwa ukamilifu, imemtaja kwamba ni mcha Mungu aliyepukana na ubaya. Na tukijifunza kwa habari ya Ayubu katika majaribu, tunatiana moyo kwamba vumilia, mtazame Ayubu. Ni kweli katika majaribu tunamtazama Ayubu, tazame Ayubu. Lakini Ayubu, udhaifu wake, maisha yake yalikuwa ni mtu mwenye mashaka, si tu baada ya kufikwa na mabaya, kabla hajafikwa na mabaya alikuwa ni mtu mwenye mashaka. Ukisoma katika Ayubu 3:25 mpaka 26 kwenye tafsiri nyingi za Kiingereza wameeleza vizuri. Ayubu anasema I was not in safety and yet trouble came. Anasema sikuwa salama na hata hivyo matatizo yakanijia. Baada ya kufikwa tu na matatizo, pale tu alipofikwa, Ayubu anasema sikuwa salama na hata hivyo matatizo yakanijia. Nani aliyekwambia Ayubu kwamba haukuwa salama? Kwa sababu tunaona Mungu alimzungushia Ayubu wigo, alizungushiwa wigo na Mungu, ulinzi. Lakini pamoja na kwamba Ayubu amezingirwa na ulinzi, anasema sikuwa salama. Maana yake na hata hivyo matatizo yananijia. Anaelezea, anasema lile nilichalo ndio hunipata. Maana yake lile nililokuwa nikilihofia, kipindi niko salama, kipindi nina familia, nina kila kitu, nina afya, nina mali, anasema lile nililokuwa nikilihofia ndio limenipata. Maana yake hofu ya kuondokewa na afya, hofu ya kupoteza kila kitu, anasema lile nililokuwa likinitia hofu ndio limenipata. Kwa unaona, kumbe hata kipindi hajarudiwa, hata kipindi hajafikwa na mabaya, Ayubu anasema sikuwa salama. Na kiundani zaidi, kilichompa nafasi shetani ya kumtesa Ayubu namna ile ni kwa sababu shetani alinusa hofu katika maisha ya Ayubu. Biblia inasema ya kwamba yeye abomoaye boma nyoka atamuuma. Boma ni ulinzi, Ayubu umezingirwa, lakini anasema sikuwa salama. Na ndio maana maisha ya Ayubu ukitazama, anasema anatoa mpaka na dhabihu, anasema yamkini watoto wangu wametenda dhambi.
Nani alikwambia watoto wako wametenda dhambi? Lakini Ayubu kwa sababu ni profesa wa mashaka, anasema yamkini pengine tusije tukapigwa, sijui, sijawaona, lakini pengine labda wametenda dhambi, labda. Kwa hiyo kinachomsukuma kutoa dhabihu si kwa sababu kuna dhambi, hakuna dhambi, lakini kwa sababu ya mashaka, tusije tukapigwa, pengine watoto wangu wametenda dhambi nikawapigwa. Kwa hiyo ni mfumo wa maisha ya Ayubu, pamoja na kwamba ni mkamilifu, pamoja na kwamba ni mcha Mungu, lakini alikuwa ni mtu mwenye mashaka. Tamtazama Elia. Kimtazama Elia, mtu wa Mungu, akiwaadabisha wafalme, lakini kwa yule mwanamke Yezebeli alimkimbia. Elia ambaye anatetemesha wafalme, mfalme anatuma wanajeshi kwenda kumkamata Elia, anasema moto utoke mbinguni uwarambe, na unawaramba. Wanajeshi wanaenda wengine, Elia shuka, mfalme anakuita, moto utoke mbinguni unawaramba. Lakini aliposimama yule mwanamke Yezebeli akasema, miungu na wanifanyie hivi nisipomkata kichwa Elia. Elia akaogopa, akakimbia. Na kilichomtisha zaidi ni kiapo cha yule mwanamke, akasema miungu. Sasa Elia, una Mungu aliye juu, unakimbia kiapo, unakimbia kiapo cha miungu. Mwanamke ameapa kwa miungu mingine, na wewe una Mungu mkuu, unatetemeka na kuogopa na kukimbia mpaka unaenda kujiombea kifo. Kwa hiyo tuwatazama wengi wote wametajwa kama fundisho, na pia Biblia imewataja pia, haikuficha na madhaifu yao, lakini yupo mkamilifu ambaye ametajwa kwa ukamilifu, Yesu Kristo, ambaye anasema jifunzeni kwangu, jifunzeni kwangu, jifunzeni kwangu. Soma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 1:12 mpaka 13. Utaona Paulo anashangaa kanisani imetokea mgawanyiko, makundi manne. Kundi la kwanza likasema sisi, anasema sisi ni wa Kefa. Kefa ni Petro. Yesu alimwambia Petro, wewe Simon, kuanzia leo utaitwa Kefa. Kwa hiyo sisi ni wa Petro. Kundi lingine likasema sisi ni wa Paulo. Kundi lingine likasema sisi ni wa Apolo. Kundi lingine likasema sisi ni wa Kristo. Paulo akasema mambo haya ni mambo gani? Kwamba wapo wasemao kwamba sisi ni wa Kefa, wengine sisi ni wa Paulo, wengine sisi ni wa Apolo, wengine sisi ni wa Kristo. Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Kefa alisulubiwa kwa ajili yenu? Apolo aliwafia msalabani? Aliwafia msalabani ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo. Kwa hiyo usiweke moyoni Petro, ukamweka moyoni, weke moyoni Yesu. Bwana apewe sifa. Huko ni mtangulizi. Tutaenda kuangalia somo letu la leo, tukianza na kitabu kile cha Warumi 1:1 mpaka 3 kama tulivyosoma wiki iliyopita. Nasema Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume wa kutengwa, aihubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, ambaye Mungu alikwisha kuiahidi ahadi hii kwa kinywa cha manabii wake. Kwa hiyo kwa kinywa cha manabii wakamtangaza Yesu, habari za mwanaye, na maandiko haya yote yanamshuhudia Yesu Kristo.
Yesu alisema mnayachunguza maandiko msijue ya kwamba maandiko yananishuhudia mimi. Yanishuhudia mimi. Kwa hiyo matukio mengi katika Biblia tuliangalia wiki iliyopita, Musa jinsi alivyomfunua Yesu. Nyoka ya shaba ilimaanisha nini kuhusu Yesu? Ule mwamba wa maji ulimaanisha nini kuhusu Yesu? Tukaangalia Yona, nabii Yona alitupa fundisho gani kuhusu Yesu? Pia tukaangalia Nuhu na safina, inafunua nini kuhusu Yesu? Tuende tumwangalie Ibrahim, baba wa imani. Ibrahim, baba wa imani, amemfunuaje Yesu? Kuna ufunuo gani kwa Ibrahim, baba wa imani, kuhusu Yesu? Bwana sifa. Tutaangalia tukio la Ibrahim kwa Isaka. Andika Ibrahim kwa Isaka. Ibrahim kwa Isaka. Mwanzo 22:1 mpaka 2. Ngoja niseme. Mwanzo 22:1 mpaka 2. Mwanzo 22:1 mpaka 2. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee, umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketeza huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri. Endelea 12 mpaka 13. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunisuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, akatazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Amen. Bwana asifiwe sifa. Amen. Tuliangalia wiki iliyopita kondoo yule anamaanisha nini? Lakini leo nataka tuangalie. Tunaona katika Mwanzo sura ya 22 Mungu anamwambia Ibrahim, na nitolee Isaka mwanao wa pekee awe sadaka. Awe sadaka. Toe Isaka mwanao wa pekee ili awe sadaka. Na tunaona Ibrahim anaenda kumtoa Isaka. Lakini baadaye Mungu alipotambua kwamba Ibrahim anamcha Mungu kweli kweli, alipomjaribu Ibrahim na akamwambia, nimetambua ya kwamba unamcha Mungu, nimetambua ya kwamba unanipenda Ibrahim, basi usimdhulumu mtoto. Sasa nauliza swali kwamba Ibrahim alimtoa Isaka akumtoa? Je, tunaona pale Isaka alisalimika. Je, alimtoa hakumtoa? Alimtoa. Ibrahim alimtoa sadaka Isaka. Maana katika moyo wa Ibrahim alihesabu tayari Isaka ameshakufa. Katika moyo wa Ibrahim tayari alikwisha hesabu Isaka amekwisha kufa na amekwisha mtoa sadaka. Na Biblia inaelezea kusema katika nyaraka za Mtume Paulo, anasema Ibrahim
hakusita kumtoa, kwa sababu aliamini ya kwamba Mungu aweza kumfufua tena Isaka kutoka katika wafu. Kwa hiyo aliamini hata nikimtoa Mungu ana uwezo wa kumrudisha tena katika wafu. Kwa hiyo katika moyo wa Ibrahim alikwisha mtoa. Na katika moyo wa Mungu alipomwambia basi ni kwamba ni sawa, amemrudisha. Kwa hiyo akamwambia ni mtolee Isaka mwana wako wa pekee akawe sadaka. Kwa Ibrahim ukisoma kwenye mstari wa 12 mpaka 13 anasema sasa nimetambua kwamba unamcha Mungu kwa sababu hukunizuilia mwanao wa pekee. Hukunizuilia kumtoa sadaka. Pale kuna kitu Mungu alikuwa anafunua kuhusu Yesu. Soma kwenye Yohana 3:16. Anasema kwa maana jinsi hii, Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ili awe sadaka kwa ajili ya dhambi, ili aufie ulimwengu, awe sadaka kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo wakati Mungu anamwambia Ibrahim mtoe Isaka mwanao wa pekee, sasa haimaanishi kwamba Ibrahim hakuwa na watoto wengine. Lakini Mungu alipomwambia Ibrahim mtoto wa ahadi, alimwambia kuhusu mtoto, sio watoto. Kwa hiyo Isaka mtoto wa ahadi, mwana wa pekee, Mungu akamwambia mtoe Isaka mwanao wa pekee, kwa sababu Mungu alikuwa anajua kwamba Ibrahim mtoe Isaka mwanao wa pekee, alikuwa anafunua kwamba naye atamtoa Yesu Kristo mwanaye wa pekee awe sadaka kwa ajili ya dhambi. Maana Mungu hakumzuilia mwana Yesu Kristo, akamtoa. Na Ibrahimu hivyo hivyo hakumzuilia Mungu mwanae wa pekee. Mungu anamwambia kwa maana ukunizuilia Isaka mwanao, naye hivyo hivyo hakutuzuilia sisi wanadamu Yesu Kristo mwanae wa pekee, alimtoa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ibrahim na Melkizedeki. Tusoma kwenye Mwanzo 14:18 mpaka 21. Unamuona nani katika maandiko? Mwanzo 14:18 mpaka 21. Mwanzo 14:18 mpaka 21. Biblia inasema hivi: na Melkizedeki mfalme wa Salemi akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. 19 anasema akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abraham, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Bwana apewe sifa. Ukisoma hapo unaona Ibrahim anakutana na Melkizedeki, na Melkizedeki akambariki Ibrahim. Ukisoma kwenye Waebrania 7:7 inasema wala haikanushiki ya kwamba mkubwa ubarikiwe na mdogo. Maana yake Melkizedeki ni mkubwa, Ibrahim ni mdogo kwa Melkizedeki. Kwa hiyo Ibrahim alibarikiwa na Melkizedeki. Haikanushiki kwamba mkubwa mdogo ubarikiwa na mkubwa.
Lakini ukisoma kwenye Waebrania 6:13 Paulo anasema kwa kuwa hakukuwa na mkubwa kuliko Ibrahim, Mungu alimwapia kwa nafsi yake. Sasa hapa unaelewaje? Anasema hakukuwa na mkubwa kuliko Ibrahim. Kipindi Ibrahim yuko dunia hakukuwa na mkubwa zaidi yake. Wanaposema hakukuwa na mkubwa, si ukubwa wa kiumri, ukubwa wa nafasi, ukubwa wa utukufu. Kwa sababu kipindi Ibrahim akiwa duniani hakukuwa na mkubwa kuliko Ibrahim. Mungu akaapa kwa nafsi yake kwamba Ibrahim, hakika yangu nitakubariki. Lakini hapa tunaona Melkizedeki alimbariki Ibrahim. Maanake Melkizedeki alikuwa ni mkubwa kuliko Ibrahim. Sasa tena mbona Waebrania 6:13 inatuambia kwamba hakukuwa na mkubwa kuliko Ibrahim? Huyu Melkizedeki ni nani? Huyu Melkizedeki ni nani? Mungu akamwapia Ibrahim, hakika yangu nitakubariki, kwa sababu hakukuwa na mkubwa kuliko Ibrahim wa kumwapia, akaapa kwa nafsi yake. Lakini alipojitokeza kwa Isaka, kwa sababu tayari mkubwa kuliko Isaka yupo ambaye ni Ibrahim, alijitokeza kwa habari ya Ibrahim, akamwambia mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako. Alipojitokeza kwa Yakobo, kwa sababu yuko mkubwa kuliko Yakobo, akamwambia mimi ni Mungu wa Ibrahim na Isaka baba yako. Aliposema na wana wa Israeli, kwa sababu yuko mkubwa tayari Ibrahim, Isaka na Yakobo, akaapa akasema nimeapa kwa fahari ya Yakobo. Hapa hakuapa kwa nafsi yake, anasema nimeapa kwa fahari ya Yakobo. Lakini kwa Ibrahim hakukuwa na mwingine mkubwa wa kumwapia, akaapa kwa nafsi yake. Lakini hapa tunaona Paulo anasema kwa sababu hakukuwa na mkubwa kuliko Ibrahim. Lakini Waebrania 7:7 inatuambia haikanushiki ya kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Ibrahim, Melkizedeki mkubwa kuliko Ibrahim, alimbariki. Je, Melkizedeki na nani? Maana yake hayumo katika fungu la wanadamu. Ni nani? Daudi katika Zaburi alimuona Yesu, alimfunua Yesu. Zaburi ya 110 mstari wa 4 akasema ndiwe kuhani wewe. Zaburi ya 110 mstari wa 4, ndiwe kuhani kwa mfano wa Melkizedeki. Daudi anamzungumzia Yesu kwamba Yesu ndiye kuhani kwa mfano wa Melkizedeki. Kwa hiyo kumbe Melkizedeki anaufunua Yesu, anaufunua siri ya ukuhani wa Yesu, anafunua siri ya ukuhani wa Yesu. Sasa hebu tumtazame, tusome Waebrania 7:2-3. Tusome Melkizedeki. Waebrania 7:2-3. Waebrania 7:2-3. Umefika wote? Waebrania 7:2-3. Ambaye Abrahamu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu. Maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo na siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 7:2-3 inamwelezea Melkizedeki, anasema ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina la kwanza ni mfalme wa haki,
tena mfalme wa Salem, maana yake mfalme wa amani. Tunaona jina la Melkizedeki anaitwa mfalme wa haki, mfalme wa haki, mfalme wa haki. Ni ufunuo kuhusu jina la Yesu. Anasema tena Melkizedeki huyu alikuwa ni mfalme wa Salem. Salem maana yake ni amani. Neno shalom, shalom ni amani, imetokana neno Salem, shalom. Melkizedeki mfalme wa Salem. Mfalme wa Salem maana yake ni mfalme wa amani. Tafsiri ya jina mfalme wa amani nani? Yesu ndiye mfalme wa amani. Anasema tena ambaye hana baba wala hana mama, maana yake alizuka, hakuzaliwa Melkizedeki. Hana mwanzo wa siku zake wala mwisho. Ukisoma katika Ufunuo, Yesu Kristo anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Biblia inasema Melkizedeki hana mwanzo wa siku zake wala hana mwisho wa siku zake. Kwa hiyo tunaona sifa zote ambazo unaziona katika Melkizedeki zinamfunua Yesu. Yeye hana mwanzo wa siku zake wala mwisho, na Yesu Kristo hana mwanzo wa siku wala mwisho. Yeye ni mwanzo na ni mwisho. Wanapewa sifa. Kwa hiyo katika maandiko yote yaliyonenwa na vinywa vya manabii ni kumfunua Yesu na kumweleza wazi wazi, ili sisi tutakaposoma tujue na tumjue kwa uzuri zaidi. Wayahudi walikuwa wakimwona Yesu wanamwona kama ni mmoja tu wa manabii, kama Myahudi tu, mtoto wa Yusufu. Hebu tusome Yohana 8:53 mpaka 58. Mungu ameenda ataleta kwa haraka. Yohana 8:53 mpaka 58. Wewe mkuu kuliko baba yetu Ibrahim ambaye amekufa, nao manabii wamekufa, wajifanya nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu, wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui nitakuwa mwongo kama ninyi, lakini namjua, neno lake nalishika. Ibrahim baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahim? Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahim asija kwako, mimi niko. Kwa hiyo Wayahudi wakaanza kumshambulia Yesu, wakamwambia, wewe ni nani? Unajiona nani wewe? Unasema wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Ibrahim. Umekuwa nani wewe? Unajiona umekuwa nani? Yesu akawaambia, sasa nataka mimi niwaonyeshe kwamba mimi ni nani. Akawaambia baba yenu, hakusema baba yetu, kwa sababu Wayahudi wote baba yao ni Ibrahim. Sasa akawaambia baba yenu Ibrahim aliona siku yangu akashangilia akafurahi. Wakamwambia, hujapata hata miaka 50 bado. Akawaambia kwamba Ibrahim asija kwako, mimi niko. Mimi niko, asija kwako Ibrahim, mimi niko. Utaona Mungu alijitokeza kwa Musa akamwambia, mimi niko ambaye niko. Na Yesu Kristo anawaambia Wayahudi kwamba asija kwako Ibrahim, mimi niko. Kwamba mimi ni mkubwa
kuliko Ibrahim. Mimi ni niko ambaye niko. Kusoma tena tuangalie mfalme Daudi alivyomtaja na kumfunua Yesu. Daudi alimfunuaje Yesu? Tutaangalia Zaburi ya 111. Daudi anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti mkono wa kuume hata nitakapowaweka adui zangu chini ya miguu yako. Daudi akiwa anaimba Zaburi kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, anaimba anamfunua Yesu. Na ukisoma katika Mathayo 22:41 mpaka 46, Wayahudi walikuwa wakinena habari za Yesu, wanasema kwamba huyu ni mwana tu wa Yusufu, huyu ni mwana tu wa Daudi. Yesu akawaambia, mwanisema mimi ni mwana wa Daudi. Yeye Daudi alisema ya kwamba Bwana, nimemwona Bwana alisema kuhusu habari zangu ya kwamba Bwana alimwambia Bwana wangu, keti mkono wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako. Kwamba Daudi alikuwa akinena habari zangu mimi, kwamba sasa kama Daudi aliniita mimi ni bwana wake, imekuwaje mimi niwe ni mtoto wake? Kuanzia siku hiyo Biblia inasema, ukisoma katika hiyo Mathayo 22:41 mpaka 46, hawakumfuata kumuuliza swali tena kuanzia wakati ule. Tusome Daudi tena jinsi alivyomfunua Yesu, jinsi alivyotangulia kumwonyesha Yesu. Zaburi ya 22:18. Zaburi ya 22:18. Zaburi ya 22:18. Isome. Zaburi ya 22:18. Zaburi 22:18. Wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Zaburi, Daudi akiimba Zaburi miaka mingi iliyopita, kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu akamfunua Yesu. Anaimba Zaburi Daudi, anasema wanagawana nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Hakuwa anazungumzia habari zake, alikuwa anazungumza habari za Yesu, jinsi watakavyomfanya Yesu mkombozi atakapokuja. Kwa hiyo akawa akimfunua na kumtangaza mapema kwamba watagawana nguo zake na vazi lake watalipigia kura. Daudi anaimba katika Zaburi, anasema wanagawanya nguo zangu na vazi langu watalipigia kura. Tusome tuangalie sasa unabii ukaja kutimia kwenye Mathayo 27:35. Mathayo 27:35. Mathayo 27:35. Nitasoma. Biblia inasema, Mathayo 27:35 inasema, walipokwisha kumsulubisha waligawa mavazi yake wakipiga kura ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawanya nguo zangu kati yao na juu ya vazi langu walipiga kura. Kwa hiyo walipomsulubisha Yesu wakagawanya mavazi yake na wakalipigia kura vazi lake, kama vile Daudi alivyotangulia kuimba katika Zaburi kwamba wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Alikuwa anamfunua Yesu. Kwa hiyo ukisoma katika ile Zaburi hakuwa anazungumza habari zake, bali habari za Yesu, jinsi watakavyomtenda msalabani. Bwana apewe sifa. Tuangalie tena katika Zaburi ya 34:20. Daudi tena anamfunua Yesu. Zaburi ya 34:20. Zaburi ya 34:20.
Kuihifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Bwana apewe sifa. Amen. Daudi tena anaimba zaburi, anasema kuihifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Haukuvunjika hata mfupa mmoja, bali kuihifadhi mifupa yake yote. Pale alikuwa anaimba habari za Yesu, anamfunua Yesu pale msalabani, ya kwamba mifupa yake Yesu itakuwa salama, hautavunjwa hata mfupa mmoja. Tuangalie tena unabii huo wa Daudi katika zaburi aliyokuwa akiimba kuhusu Yesu unatimia pale msalabani. Twende tuangalie Yohana 19:32 mpaka 37. Yohana 19:32 mpaka 37. Biblia inasema basi askari wakaenda wakamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu, lakini askari mmojawapo alimchoma ubavuni kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyaona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kuwa anasema kweli, ili ninyi nanyi mpate kusadiki. Kwa maana hayo yalitukia ili andiko litimie, hapana mfupa kwake utakaovunjwa. Na tena andiko lingine lanena, watamtazama yeye waliyemchoma. Ukiona Yesu na wale wenzi wawili walikuwa watatu wamesulubiwa pale msalabani. Ilipofika jioni, kwa sababu kesho yake ni siku ya Sabato, wakasema twende tukawavunje mifupa, tukawavunje pale msalabani. Kwa hiyo wale askari wakaenda kwa wale wezi wawili waliosulubiwa, wakawavunja mifupa, wakaiponda miguu yao. Lakini walipofika kwa Yesu, walipomtazama kwamba amekufa, hawakumvunja, bali walimchoma. Kwa hiyo mifupa yake Yesu ilikuwa salama. Walikusudia kwenda kuwavunja wote, lakini waliovunja wawili, Yesu hawakumvunja mfupa, ili timie lile neno la nabii Daudi katika Zaburi kwamba kuhifadhi mifupa yake, haukuvunjika hata mfupa mmoja. Kwa hiyo Daudi akamfunua Yesu katika Zaburi maeneo mengi, akasema atahifadhiwa mifupa yake, itakuwa salama, hatavunjwa hata mfupa mmoja. Bwana asifiwe sifa. Na wakamchoma mkuki ubavuni, ili tena kufunua neno la nabii Zekaria 12:10, anasema ya kwamba watamlilia yeye waliyemchoma. Kwa hiyo utafika wakati Israeli watamlilia Yesu ambaye walimchoma pale msalabani, walimchoma mkuki, ili hilo tukio la Yesu kuchomwa mkuki utimie unabii kwamba watakuja kumlilia Yesu Kristo ambaye walimchoma pale msalabani. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo maandiko yote tunayosoma ya manabii, Zaburi, yote ni kumfunua Yesu. Sasa twende tuangalie manabii wengine waliandikaje kuhusu habari za Yesu. Tunaanza na nabii Musa. Kusoma katika Kumbukumbu 18:15. Wengi tumekuwa tukiona Isaya nitamwacha leo. Isaya ameandika kuhusu Yesu maeneo mengi. Kwa hiyo wengi wanajua kwamba ni Isaya pekee aliyetangaza habari za Yesu, lakini manabii wengi walimtaja Yesu. Kusoma Kumbukumbu 18:15. Kumbukumbu 18:15. Tasoma au mimi soma. Bwana Mungu wako atakupa
amenipa nabii miongoni mwa ndugu zako, kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye, kama vile alivyotoka. Kumbukumbu 18:15 Yesu anasema Bwana Mungu wenu atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye. Musa anamtangaza Yesu, anasema Bwana Mungu atakuondokeshea nabii miongoni mwenu, msikilizeni yeye. Anamfunua Yesu, anamtabiri Yesu kwamba Yesu Kristo atakuja. Kwa hiyo msikilizeni yeye, na Mungu akauthibitisha unabii huo. Tukisoma katika ile Mathayo 17 na mstari wa 5 tulisoma wiki iliyopita kuhusu ule ufunuo ambao Yesu, Eliya na nabii Musa walipoona maono, wingu, sauti ikasema ya kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kuthibitisha ule unabii aliyoutamka Musa ya kwamba Bwana Mungu wenu atakuondokeshea nabii. Musa alikuwa anamsema Yesu, msikilizeni yeye, na Mungu akayathibitisha unabii huo kwa maono yale na kusema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unamwona nani katika maandiko? Tukitazama tena nabii Samueli. Nabii Samueli wa kwanza 2:35. Nabii Samueli naye akamtangaza Yesu. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 35. Samueli naye akamtangaza Yesu. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 35. Biblia inasema, nami nitajiinulia kuhani mwaminifu atakayefanya sawasawa na mambo yote nilionayo katika moyo wangu na katika nia yangu, nami nitamjengea nyumba iliyo imara, naye atakwenda mbele ya masihi wangu milele. Samueli anasema nitajiinulia kuhani aliye mwaminifu. Huyu ni Yesu Kristo, kuhani mkuu. Anasema atakwenda mbele ya masihi wangu milele. Kwa hiyo nabii Samueli akamtangaza Yesu, akamfunua Yesu maeneo mengi. Tuangalie tena nabii mwingine Danieli 7:13-14. Danieli naye alimwona Yesu akamtangaza. Danieli 7:13-14. Alifika nisomee. Danieli 7:13-14. Biblia inasema nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku, akamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa makabila yote na mataifa yote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Danieli akasema nikamuona mzee wa siku katika njozi, nikamuona mzee wa siku, naye amepewa mamlaka. Huyu ni Yesu Kristo. Danieli anamtangaza, anamfunua Yesu Kristo, anasema akamuona mzee wa siku. Danieli 2:34-35 alipokuwa akielezea kuhusu ile sanamu ambayo ilikuwa ikimaanisha mamlaka na tawala na falme zote, ambayo kuanzia juu mpaka chini, na chini ilikuwa ni mchanganyiko wa udongo na chuma. Akasema nikaona jiwe likaja likagonga ile sanamu na ikasambaratika, na ile jiwe likaijaza milima yote.
Yule ni Yesu. Kumbuka Yesu anaitwa jiwe. Anasema nikaona jiwe lisilofanywa kwa kazi ya mkono, likaenda likagonga ile sanamu ambayo ilikuwa inawakilisha tawala za dunia. Maana yake Yesu Kristo ndiye atakayekuja kukomesha tawala na falme zote za dunia, na atatawala yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Danieli, ukisoma andika Danieli 2:34 mpaka 35. Danieli 2 akasema kichwa kilikuwa ni mfalme wewe Nebukadneza, ambaye kifua ilikuwa ni ufalme wa Jemi. Anasema tena ufalme wa Yunani na miguu ilikuwa ni chuma, maana yake ni ufalme wa Rumi, na chini ilikuwa ni chuma pamoja na mchanganyiko wa udongo, ndio utawala tu sasa hivi. Sasa hivi tupo katika utawala wa mchanganyiko wa chuma na udongo, utawala wa demokrasia, ambao huu sasa baadaye jiwe lisilofanywa kwa kazi ya mikono litakuja litaigonga ile sanamu na itasambaratika. Kwa hiyo manake anamfunua Yesu atakuja kukomesha tawala zote za dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nabii Hosea akamtangaza Yesu akasema, Israeli alipokuwa mtoto nilikuwa nikimpenda, nikamwambia mwanangu atoke Misri. Hosea 11:1 tulisoma wiki iliyopita kwamba Yesu alipokwenda Misri, malaika akamtokea Yusufu akamwambia rudi tena, toka Misri, ili timie neno lisema kwamba Israeli alipokuwa mtoto nilikuwa nikimpenda, nikamwambia mwanangu toka Misri. Tusome tena Zekaria 9:9. Zekaria alimtambulishaje Yesu? Zekaria 9:9 tumalizie. Zekaria 9:9. Furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, mwenye haki naye anaokoa. Mnyenyekevu amepanda punda, nao wanapunda mtoto wa punda. Bwana Yesu apewe sifa. Zekaria anasema furahi sasa binti Sayuni, kwa sababu mfalme wako anakuja. Mfalme wako anakuja ambaye ni Yesu. Zekaria anamtangaza, anasema mfalme wako anakuja. Yesu anakuja, mfalme wa ulimwengu anakuja, amepanda mwanapunda. Yesu anasema mfalme huyu amepanda mwanapunda. Shangilia binti Sayuni, Yesu Kristo anakuja, mfalme wako anakuja. Anamtangaza miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa. Anasema mfalme wako anakuja, amepanda mwanapunda. Tusome Mathayo 21:5. Mathayo 21:5 mpaka 9 tuangalie. Mathayo, kitabu cha Mathayo 21:5 mpaka 9. Biblia inasema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amepanda punda, na mwanapunda mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakamwekea nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakatikati wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na mkutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote wakataharuki. Watu wakasema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti wa Galilaya. Yesu akawatuma wanafunzi wake wakamchukue mwanapunda. Unajua kwa nini aliwatuma? Kwa hiyo wakamleta mwanapunda, akapanda mwanapunda, wakasema Hosana, Hosana, huyu ndiye mbarikiwa. Kwa sababu tayari alikwisha tangazwa katika Zekaria 9:9 ya kwamba furahi binti Sayuni, mfalme wako anakuja, amepanda mwanapunda. Kwa hiyo Yesu
akampanda mwanapunda, kwa sababu tayari alikwisha tanguliwa kutabiriwa na nabii kwamba atampanda mwanapunda. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo Yesu anasema ya kwamba katika Yohana 5:39 kwamba mwayachunguza maandiko yote mkijua kwamba mna uzima ndani yake. Msijue kwamba maandiko hayo yananishuhudia mimi. Maandiko yanamshuhudia Yesu Kristo, kama alivyotanguliwa kusema katika Warumi 1:1-3. Paulo anasema ya kwamba Mungu kwa vinywa vya manabii alitangaza habari za mwanawe Yesu Kristo. Kwa hiyo manabii kama wahudumu walimtangaza Yesu Kristo, si kutangaza habari zao wenyewe, bali kumtangaza Yesu Kristo. Nasi tunaposoma maandiko tuweze kumwona Yesu Kristo kwa jicho la tofauti, tuweze kumwona Yesu Kristo kwa jicho la ndani, kwa sababu maandiko yanamshuhudia yeye. Kwa hiyo unamwona nani katika maandiko? Katika maandiko unamwona nani? Kwa sababu maandiko yanamshuhudia Yesu. Nasi tumeangalia vifungu hivi vingi. Isaya akamtangaza Yesu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo unamwona nani katika maandiko? Somo hili limeisha hapa, tulianza nalo wiki iliyopita na leo limeisha hili la unamwona nani katika maandiko. Nani mwenye swali mpaka hapa tulipofika? Mpaka hapa tulipofika, nani mwenye swali? Karibu.